Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru na nafurahi kuona vijana singles mmehudhuria katika semina ya leo, asubuhi njema ambayo Mungu ametupatia. Nimeshatambulishwa, sina haja ya kusema mambo mengi kuhusu mimi, lakini utambulisho unatosha, na nashukuru kanisa kupitia kamati kwa kuandaa semina hii kwa vijana wetu ambao wapo katika usingo wakijiandaa kwa maisha ya baadaye. Sasa na habari njema sana kwenu. Habari njema ni kwamba mambo mengi nafikiri tunayajua, isipokuwa mimi nitakuwa naongoza tu katika yale mengi tunayoyajua. Kwa hiyo naona mchungaji alikuwa anasema Bwana asifiwe, watu walikuwa kimya. Mimi haitakuwa kimya, mimi nitakuonyesha au nitakuambia uulize swali au utoe jibu. Kwa cha kwanza kabisa ningeomba sana tushirikiane mimi na nyinyi katika maongezi kwa kile ambacho nitaenda kukiongea. Cha pili ambacho nacho ni kizuri sana, tutakuwa na sehemu ya maswali na majibu, na swali lolote linaruhusiwa, jibu lolote linaruhusiwa, lakini mwisho wa siku tutafuta jibu ambalo ni bora kuliko majibu yote, tuweze kuondoka na uelewa wa pamoja. Na natamani tukiondoka katika kipengele changu tuondoke na mambo matatu. Tuondoke nayo. Ya kwanza itakuwa ni jinsi gani wewe binafsi unaweza kujipanga kuhusu fedha, lakini ya pili jinsi gani wewe unaweza kujipanga au uelewa wako katika swala la akiba, lakini la tatu na la msingi ni jinsi gani wewe unaiona fedha ikiwa kama nyenzo ya maendeleo kwako binafsi na baadaye kwa familia yako itakapokuja. Kwa hiyo nilisema tutaongea au nitakubali maswali na majibu, lakini kwa kuanza nilikuwa nataka kwanza kabisa mimi niwaulize maswali matatu. Maswali matatu nitawauliza, ambayo kama nilivyosema yote ni majibu yanaruhusiwa, na semina zangu ni nzuri sana. Unaweza ukashare majibu na mwenzako kabla hujanijibu mimi. Lakini kwa haya maswali matatu ya kwanza, jibu ambalo wewe unajua, usimuulize jirani yako. Alafu baadaye unaweza ukashare majibu na mwenzako. Amen. Na mambo matatu ambayo nataka ni kuulize wewe binafsi, alafu tutakuja kuulizana baadaye. Maswali matatu ya kwangu ni haya. Mnaona au muone? Amuone, ngoja niongeze. Hapo mnaona? Hapo? Sawa. Cha kwanza, wote mna peni na karatasi? Nani hana peni na karatasi? Aha, safi sana. Swali la kwanza, kwa maoni yako wewe, kitu gani kigumu katika hivi vitu vitatu? Kupata pesa, kutunza pesa au kukuza pesa? Andika jibu lako wewe ambalo lipo kichwani kwako, sio la jirani yako. Wewe usiangalie mwenzako, wewe andika la kwako, yani lilokuja kichwani kwako na kwenye akili yako ndio hilo ulijibu. Yaani usiangalie jirani yako. Na uwe mkweli. Kwa sababu mwisho wa semina tutarudia haya maswali. Nilitaka nijue kitu fulani kwa nyinyi ndugu zangu. Tayari? Kasoro tu moderators wao hawajibu haya maswali, majibu wanayo, wanayajua. Kwa hiyo wao wasiajibu. Wakipenda wanaweza wakajibu, lakini wanaweza wakaandika. Tumemaliza swali la kwanza, Tumelielewa. Swali la pili, kwa maoni yako wewe binafsi hapo yalipo. Usiende kwenye fedha, uchumi, engineering, kanisani, yani hapo ulipo tu jinsi ulivyo. Unafikiri asilimia ngapi ya kipato chako inabidi uitenge, usiiguse? Andika. Wewe binafsi, usiniangalie mimi, wewe binafsi, najibu liwe la kwako wewe. Mwalimu umemaliza? Safi sana. Tumemaliza hilo swali. La mwisho naomba nitoe dakika 2 kwa sababu lina calculation na nimeliweka makusudi. La mwisho litakaa lenyewe, sitataka mshare. Nataka uchague kati ya hivi vitu viwili. Na uwe very honest. Usimwangalie jirani yako. Chagua tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2027, ninakuambia nakupa kazi ambayo nakulipa milioni 4 kila mwezi mpaka tarehe 31 mwezi wa 12 2027, miezi 12, mwaka mmoja. Au tarehe 31 mwezi wa 12 nikupe milioni 50. Chagua kimoja.
ile flip chart sikupata, nitakuwa naandika majibu yangu mwenyewe. La, huyu bwana anaingia. Tarudia. Kaa. Njoo kaa. Ili swali utalikuta afu nitarudia mengine mawili ya kwanza. Hapo watazamiana ni walimu wa chuo kikuu, kwa hiyo nafikiri wana marking skill. Nauliza swali, msiongee nyinyi wawili. Msiongee. Yaani ili jibu wewe kama wewe. Tarehe 1 mwezi wa kwanza 2027 nakupa kila mwezi milioni 4 mpaka tarehe 31 mwezi wa 12, au tarehe 31 mwezi wa 12 nakupa milioni 50. Tumemaliza jibu? Nani hajamaliza jibu? Safi sana. Haya. Narudi kwenye swali la kwanza. Nitakuwa naandika namba ya idadi ya watu alafu ndio nianze semina yangu. Na niruhusuni kuwauliza maswali nikishapata majibu yenu wote. Wangapi walisema kwamba kupata pesa ni kitu kigumu sana? 1, 2, wawili. Wangapi walisema kutunza pesa ni kitu kigumu sana? 1, 2, 3. Wangapi walisema kukuza pesa ni kitu kigumu sana? Paka nyuma kule. Sawa, nyosha tu. Sawa, nyosha. Nataka namba. Usirushushe mkono dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kwani tupo watu 10 na ngapi humu ndani? 17. Tupo 17 ndani? Kasoro nimetoa watu wawili na mchungaji. Kwa hiyo tupo 17. 1, 2, 3 ni sawa. Haya. Swali la pili nitachukua jibu kwa kila mtu. Asilimia ngapi? Nipe jibu lako. Ndio. 20 sawa. Naomba jibu. 70 sawa. Naomba jibu. 40 sawa. Naomba jibu. 15 sawa. Naomba jibu. 10 sawa. Naomba jibu. 10 sawa. Kwa 10 wako wawili sawa. 15 wako wawili, asante. 30 uko peke yako, asante. 10 mpo watatu sasa, asante. 30 mpo wawili, asante. 15 mpo watatu sasa, asante. 20 mpo wawili, asante. 30 mpo watatu, asante. 10 mpo wanne sasa, asante. 20 mpo watatu, asante. 20 mpo wanne, asante. Dada hapo 20 mpo watano, asante. 10 mpo watano, asante sana. Naacha walimu wa chuo kikuu na mchungaji na muacha. Hapa tumepata watu wangapi? Nataka ni hesabu. Mbona mwanzo hujanipa jibu? Ni sawa kukuona. Kwa kipi ilikuwa kigumu kwako wewe kupata? Cha pili kutunza pesa kwa 4. Kwa 18. Najumlisha kama ni 18 kweli. Hapa nina 8. Hapa nina 9 na 11 nina 16. Watu wawili hawajajibu. 20 mnakuwa 6. Kuna mmoja hajajibu. Ndio dada yule kule hujajibu safari hii ndio. 10 sawa. Uzuri semina zangu uweze kukwepa, mimi naweka namba hapa kwa najua nani hajajibu. La mwisho. Sasa hili na watu wawili tu. Unasema wa kwanza au wa pili? Basi sina kingine cha kusema. Haya, wanaosema namba 1. Acheni mikono yenu juu kabisa, nataka niwahesabu. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 13. Wanaosema B 1. Ulinyosha mara ya kwanza au kunyosha? Huyu wa kushoto hapa. Wewe ulinyosha, ukunyosha. Sasa uwezi kwa upo A au uko B. Ulikuwa unakusanya. Konsani uulize tu. Ndio.
Usinipangie sasa. Mimi si nimekuuliza swali. Yaani mwalimu anakuja kufundisha afu namwambia mwalimu geuza hilo nani. Naomba tunyoshe wa pili. 1 2 3 4. Sawa, hii tumepata 17 sawa. This is very interesting. Very interesting. Hapo tunaweza tukakaa masaa matatu kwenye haya maswali matatu. Nikashindwa kuendelea na seminar. Sasa nataka nirudi kwenye swali la tatu. Naanza la chini kwenda juu. Swali hili hapa. Nyinyi ambao mlisema watu 13 ni bora uchukue milioni 4 kila mwezi. Sababu zenu zilikuwa ni nini? Kwa nini mlichagua huo uamuzi? Mpo watu 13, kwa nataka majibu ya haraka haraka. Ambayo kila mwezi kinachoingia kinaenda kutop up kwenye hiyo existing figure. Unaacha mpaka mwisho. Nimeelewa. Lakini pia kwa watu ambao tunafanya biashara, ndio. Hiyo milioni 4 ukisema kila mwezi huo hata kama sio milioni 4 yote, kwa kuwa labda ni umeajiriwa, una nani zako, unaweza kufanya kitu kikubwa ambacho mpaka kuja kupewa hiyo milioni 50 in lump sum inakuwa sio profitable. Sawa, kwa kuzungusha, naandika kuzungusha. Sawa. Asante. Kwa hiyo at least mwezi wa kwanza ukipata hiyo utakata % ya kuishi na nyingine ya kufanya uwekezaji na kadhalika. Ila kusubiri ukae na njaa constant hadi mwezi wa 12. Kwa hiyo umechukua factor ya kuishi kwamba tunaishi. Okay, nataka kuweka assumption moja. Haina maana ukipata milioni 4 hautaishi na ukipata milioni 50 paka ndani hautaishi. Ni assumption naweka tu, lakini ni simple assumption. Lakini nimekuelewa, sawa. Wewe kwa ajili ya kuishi ili upate kuendeleza maisha, sawa. Mwingine majibu yametosha. Sawa. Kuna wale ndugu zangu ambao walikuwa ni 4 wanasema wao wangechukua milioni 50. Naomba majibu yao. Kwa kwanza ni huyu kakaangu wa ndio. Kwa upande wangu kwanza mimi ningechukua milioni 50 yote. Kwa sababu gani? Jambo la kwanza, discipline ya kifedha. Anything can happen. Yani katika miezi 12 chochote kinaweza kikatokea. Lakini mtu akikupa milioni 50 kwa pamoja, yani ni rahisi zaidi kujipanga kwa miezi yote iliyokuwa hapo mwanzoni, kujua milioni 50 utafanya nini. Safi sana. Kwa hiyo wewe pesa nyingi na discipline kubwa kuliko pesa kidogo. Nitaendeleza zaidi, lakini pia nataka niweke hilo chini. Yes. Sawa. Kwa discipline, haya twende. Lakini pia jambo jingine kama nilivyosema, yani katika hiyo miezi yote, afu pia kwa research ambayo imefanyika pia, japo sio rasmi. Ndio. Yani kwamba pesa mtu unaopewa inakudhalishia pia madeni. Yanakuta kwa mfano kama hiyo milioni 4, unaweza kushangaa expenditures kaongezeka ambazo hata ukuwa nazo mwanzoni. Lakini nikipewa milioni 50 kwa pamoja itakuwa kutosha. Yeah. Asante. Katika wale 4 tunataka majibu mengine. Haiwezekani watu 4 wote tukafikiria sawa, sikubali. Kaka sema. Amen. Mtu kwa akili ya kawaida, yani vitu vingine vinabakia kawaida. Ndio. Kwa kupewa milioni 4 kwa kila mwezi, kwa milioni 50 kwa mkupuo. Ndio. Ukiangalia kwa milioni 4 kwa kila mwezi, ukija kujumlisha kwa miezi 12 itakuwa ni ndogo kuliko ile milioni 50. Kwa kuna zaidi kama ya milioni 12 ambayo ni hela kubwa sana. Milioni 2. 12. Milioni 2. 2 ambayo ni hela kubwa sana ambayo unaweza ukafanyia mambo mengine zaidi. Okay, sawa. Naomba sana niwalete kwenye hizi tarehe. Nafikiri mlizifikiria. Mlizifikiria hizi tarehe sana. Nitakuja hapa tutakaa muda mrefu kidogo. Mwingine katika wale 4, haiwezekani watu 2 wakafikiria sawa na watu wengine 2 yani. Hamna mtu wa kuongezea? Hakuna lete wewe. Wewe ulikuwa kwa 4. Sawa Michael una record si ndio? Ndio maana microphone lazima. Okay, sawa, nimekuelewa. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nafikiri wingi wa hiyo pesa milioni 50 ni suitable kwa ajili ya investment kubwa. Saikolojia ya hela nyingi kwa mara moja, sawa? Ni suitable kwa ajili ya investment. Sawa. Asante sana. Haya. Tumemaliza majibu Nitawaambia kuhusu hii kitu na mataifa yanavyofikiria na makabila yanavyofikiria na familia wanaotoka yanafikiria. Haya majibu yenu nitakuja kuyaelezea baadaye yana maana gani. Sawa Twende kwenye swali la kwanza kabisa.
alafu nitakuja la pili. Nilipata watu wawili walisema kupata pesa ni rahisi sana, yani kugumu sana. 4 walisema kutunza ni kugumu sana. 12 walisema kukuza ni rahisi. Naanza na hao wawili. Kupata pesa ni ngumu sana. Naomba watueleze kwa nini wanafikiri kupata pesa ni kugumu sana. Wewe ndio ulisema kupata kugumu. Aha, safi sana. Na wewe mpo wawili, sawa, okay? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa upande wangu kupata pesa ni ngumu kuliko kutunza na kukuza. Ndio. Kwa sababu kwanza huwezi kutunza kitu ambacho huna wala kukuza kitu ambacho huna. Na pia opportunities ni nyingi kwenye mazingira yetu, na changamoto ambayo watu wengi kama sio wote wanayopitia siku zote ni capital, ila sio hivyo vingine. Huo ndio mtazamo wangu. Asante sana kaka. Katika wale wawili, yes. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Mfano huwezi kuuza kitu ambacho huna, au huwezi kuuza kitu kwa sababu haimaanishi kwamba unaweza unapata kitu ambacho wakati, yani unapata kitu unatumia alafu unashindwa kutunza. Ndio maana unapata kitu ambacho ni kidogo. Ndio maana bado itakuwa tu ni issue, kama tatizo ni kupata pesa ya kutosha, bado inakuwa ni changamoto. Asante sana. Twende kwa wale ambao kutunza pesa ni ngumu, walikuwa 4. Mmoja wao atuwakilishe kwa jibu kwa nini wanasema kutunza ni kugumu. Hamna jibu. Mlijibu tu haya. Wale ambao wanasema kukuza ni kugumu sana, naomba majibu kwa wawili. Nilisema kwamba nataka tuongee sana, yani tukiongea itakuwa rahisi sana huyu alisema kutunza ni ngumu. Kukuza ni ngumu. Bwana siwe. Binafsi yangu kukuza changamoto kwa sababu unapata kwa vile kipato chako kidogo uwezi kukuza. Mara nyingi kinachokipata ngumu sana kukikuza. Okay. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo mimi kwangu kukuza ni changamoto. Okay. Nataka niulize swali. Kwenye budget zetu, wanaotakiwa kuwa na budget ni wenye hela nyingi sana au hela ya kati au kidogo, au kila mtu anatakiwa kuwa na budget? Kwa tumejibu swali la huyu bwana, ile la kidogo tunalitoa, si ndio? Ili jibu tumeliweka. Usijibu kwanza. Swali la huyu amesema kwamba yeye hawezi kukuza kwa sababu tayari anachokipata ni kidogo. Ndio. 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 Kwa budget inategemea kipato. Ngoja kwanza. Budget inategemea kipato. Kweli? Practical inaitwa na nini? Ametumia kizungu. Threshold ni nani? Kama kiwango, yani threshold, Yeye anasema kwamba kiwango fulani kikifika ku budget inakuwa ni ngumu sana. Ndio. Ndio. Nataka wote tujirudishe kwenye single. Tusizungumzie mtu mwenye watoto 3 4 kwa sababu hamna watoto, hamjaoa, hamjaolewa. Tuzungumzie hapo, tunazungumza wewe. Kwa usiseme una watoto 3 itakuwa ngumu. Wewe. Kwa hiyo majibu yote yawe ni wewe. Usimjibu mtu yoyote nje ya hizi kuta 4. Yaani kila jibu ni la kwako wewe ambaye uko hapa ndani. Sawa. Very interesting. Katika haya maswali matatu, lipi ambalo mnafikiri ni zuri sana tuanze kulizungumzia, ambalo ni burning issue kabisa tuanze kulizungumzia? La tatu kwa sababu ya ile milioni 50, Na mnapenda niwaambie wangapi wapo sahihi, wangapi wapo sahihi. Haitakuwa jambo zuri kusema. Lakini hebu turudi
kwenye la 3 na nitaanzia hapa alafu nitaenda kwenye budget, kwa sababu budget niliambiwa na mwenyekiti wa kamati vijana niwaambie kuhusu budget, na ni sahihi kuambia hivyo. Na kuletea habari njema ambayo itakufurahisha sana. Wale ambao wameendelea duniani, na tafiti zimeonyeshwa, ukienda kwenye website ya Cambridge Business School utaiona watu walioendelea, na nitaleta mifano hata kwa Tanzania katika koo zetu, vijiji vyetu, familia zetu. Wale ambao waliendelea na wakawa na mafanikio katika maisha katika eneo la fedha ni wale ambao walipata pesa kidogo kidogo kwa muda mrefu. Wao ndio waliendelea sana kuliko wale ambao walitegemea boom ya mara moja. Nitaelezea, hold on, usifurahi kwanza, nitakuja kuelezea kwa nini. Kwa hiyo nataka kuwashawishi kuanzia leo kwamba thamini sana kile kidogo unachokipata kila siku kuliko kile kikubwa unachokitegemea kuja kupata. Chukulia hivi. Huyu alikuwa anapata mshahara huu kwa miaka 30, alafu alivyostaafu akaja akapewa pensheni yake kwa mkupuo. Sawa? Kama huyu mtu hakuwa na nidhamu ya fedha kwa hiyo miaka 30 ya kazi au 25 ya kazi au 20 ya kazi, amna tofauti ambayo milioni 50 itakuja kumletea siku ile ambayo anastaafu. Nimestretch muda tu kujaribu kuwapa hiyo imagination. Sawa? Cha pili, na nataka niifute ile nani pale. Ni vigumu sana, hiyo andika. Ni vigumu sana kudhania kwamba utakuwa na nidhamu ya fedha zikija nyingi wakati hauna nidhamu ya fedha zikiwa kidogo. Na Yesu hapa atatufundisha yule ambaye atakuwa mwaminifu kwenye kidogo atakuja kuwa mwaminifu kwenye, ni principle kabisa ambayo Yesu alikuwa anaijua zamani kabla hata dunia haijaumbwa. Uaminifu kwenye kila senti unayoipata, kwenye kila kipato unachokipata ni daraja lako muhimu sana kwenda mbele kimaendeleo. Cha tatu ambacho ni cha msingi alizungumza dada mmoja, lakini nakiweka tofauti kidogo. Chukulia unaweka akiba katika hii milioni 4 unaopata. Chukulia tu unaweka akiba. Sijui akiba utaweka kiasi gani, lakini ngoja nifanye mfano tu ambao ni wa kufikirika. Chukulia unaweka milioni 1, mfano wa kufikirika tu. Milioni 1 kila mwezi unaweka akiba. Ikifika mwezi wa 9 itakuwa ni kiasi gani? Milioni 9, si ndio? Jirani yako ana kesi na hawezi kuilipa hela kwenye hiyo kesi, isipokuwa na kiwanja chake anauza, kakishamba kake anauza hapa Bunju au Boko au popote Maswa au popote pale. Anasema bwana, nauza shamba langu kwa milioni 8 ili niweze kwenda kugomboa school fees ya mtoto, au kwenda kugomboa gari langu limeshikwa polisi, au kesi yangu ya madai. Katika hao wawili, yule ambaye alikuwa anasubiri Disemba kupata milioni 50 na huyu ambaye alikuwa anapata kila mwezi, nani atanunua hilo shamba? Nani atanunua hilo shamba? Hilo milioni 4, sawa? Na ikifika mwezi wa 12, unafikiri ile shamba litakuwa milioni 8 tena thamani yake? Kwa nani anaweza akachukua fursa zilizopo katika dunia? Ni huyu anayepata consistently kila mwezi, au huyu ambaye anasubiri kwa mara moja labda miaka 2 mitatu? Ni nani? Mwisho lakini sio kwa umuhimu, ikaja benki ikataka kukopesha, na benki inachukua makato kila mwezi. Itamkopesha nani kati ya hao wawili? Nani? Kwa nini? Japo unaweza ukasema hivi, kwani ikifika Disemba akaiweka yote benki, akasubiri tena Disemba nyingine, benki haiwezi kumkopesha? Bado benki itakuwa ngumu sana kumkopesha, kwa sababu huyu bwana mapato yake yanavuka muda mrefu sana mpaka ayapate, lakini huyu anapata kila mwezi. Nataka kuwashawishi, nataka niwape elimu ndogo vijana wenzangu. Nyinyi wote ni wadogo zangu na mnajiandaa kwenda. Ni muhimu sana, na hii itakuja kwenye ajira. Nyinyi wote mtaingia kwenye ajira, either ajira za kuajiriwa au kujiajiri wenyewe. Ni muhimu sana kuwa makini sana kwenye kila senti itakayoingia mfukoni mwako kama kijana. Ni sehemu ya
kujitunza mwenyewe na sehemu ya kujenga kile ambacho tutakuja kutunza baadaye. Wale wanne ambao walisema ni bora milioni 50 hawajakosea, wamepatia kabisa kutegemea kile ambacho walikifikia. Lakini nataka tukiondoka hapa tuondoke na hiyo wazo la fedha kidogo kidogo inaingia mara kwa mara. Ina nguvu kubwa ya kufanya mambo makubwa kuliko pesa inatarajiwayo kubwa ambayo inakuja baada ya muda mrefu. Na hapa muda mrefu nasema inaweza kwa miaka 20, 30, 50. Sisemi hii pesa usiipate. Utaipata, lakini haitakuja mara kwa mara. Pesa nyingi katika maisha kwa mara moja haiji mara kwa mara. Pesa kidogo kidogo inakuja mara kwa mara. Nikishajibu swali hilo, kuna mtu yote ana hoja au anataka kuongezea? Karibu. Ndio. 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 Yaani milioni 50 uipate mwezi wa kwanza, ni kitu kile kile. Si amekupa 31 mwezi wa 12, alafu mwaka unaanza tena unapata, si ndio? Kwa umeipata tarehe moja mwezi wa kwanza. Ndio. 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 Nilisha kujibu swali aliko hivyo, yani theory yangu mimi haiko hivyo. Yani ukifanya assumption hiyo bado ni sawa, bado huyo milioni 4 atakuwa mbali sana kuliko wewe. Unaona hii 31 mwezi wa 12 tuigeuze sasa iwe tarehe 1 mwezi wa kwanza 2028, utakuwa na milioni 50. Huyu atakuwa tayari mwaka mzima ameshapata milioni 48. Naye anaanza Januari. Bado muda unavyokwenda atakupita wewe tu. Sema? Ndio. 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 Tujaribu kujibu kwa pamoja. Huyu bwana anasema yeye anaitaka kuipindua milioni 50 apewe tarehe 1, asipewe tarehe 32. Mnaonaje hiyo scenario? Chukulia kama huyu bwana unayemfanyia hii kazi na yeye anategemea kupata mapato ili aweze kulipa wewe. Tarehe 1 mwezi wa kwanza huenda asiwe na milioni 50 yote ya kukupa wewe. Kama mfano ni mwajiri wako au kama ni mfano ni mwekezaji mwenzako, anaweza asiwe. Lakini nimeiweka huu mfano. Kwanza nataka nikiri mfano huu sio wangu. Mfano huu na mimi nimejifunza kwa watu wengine. Nimeweka tu kujaribu kukupa msingi muhimu wa kufikiri kuhusu fedha na jinsi unavyoweza kufanya matokeo makubwa kwa pesa ya kila mara, na jinsi ambavyo matokeo makubwa wakati mwingine hayawezi yakatokea kwa pesa ambayo unaitegemea mara moja. Msingi ni nini? Msingi kwa sisi wote hapa ni kwamba ni vizuri kila siku kuwa makini na kile ambacho tunakipata, na tujue kabisa kwamba hakitakuwa kikubwa sana kwa muda mfupi. Kitu kikubwa kinaweza kuja baada ya muda mrefu, na ninatoa mfano kuthibitisha hilo. Labda tuchukulie daktari ambaye labda ni daktari wa binadamu, amemaliza shule, ameanza kufundisha labda Muhimbili au anaanza kutibu, anafundisha na kutibu. Labda chukulia yeye anachaji watu wanayemuona kwa saa. Nataka nitoe mfano. Yule daktari ambaye sio mbobezi na daktari mbobezi, yupi unafikiria atakuwa anachaji kwa saa hela nyingi kuliko mwingine? Mbobezi, eh? Kwa nini mbobezi? Kwa sababu ametumia muda mwingi sana kujifunza na kuongeza ujuzi, na ule ujuzi unakuja kutafsiriwa kwenye pesa. Mfano, ukienda kumwona daktari wa kawaida tu ni shilingi 15,000, lakini unapoanza kwenda mbele sasa unamuona mtaalamu labda wa ngozi, inapanda. Unamuona sasa mbobezi wa ngozi, viwango vyao vitakuwa tofauti. Japo tatizo ni lile lile, lakini huyu mbobezi uwezekano wa kukupa wewe suluhisho ni mkubwa zaidi kuliko huyu ambaye ndio kijana kama wewe umemaliza tu umepewa desk pale Muhimbili. Nikimaanisha nini? Kwamba muda na pesa nyingi vina uhusiano wa moja kwa moja. Na hapa vijana tunawasihi sana, ndio maana tunawasihi vijana waepuke tabia za rushwa, tabia za wizi na tabia za vitu vingine, kwa sababu wanataka kitu ambacho mtu alipata miaka 15
yeye akipate leo. Haiwezekani, ni nadra sana. Pesa ina muda na mafanikio yana muda, na ule muda unaweza ukaongeza kiwango chako cha fedha ambacho unaweza kupata. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Sasa yale maswali make mwishoni, haya maswali nitakuja kuyauliza tena. Tungekuja huku mbele, yani tuna mada moja nzuri sana. Mngekuja huku mbele tuweze kuongea. Tuko pamoja? Swali namba 3. Tumeelewana? Wangapi tumeelewana? Tunyoshe mikono wote. Nashukuru tumepata 100 kwa 100. Hata dada wa nyuma naye ameelewa. Sasa naenda kwenye kipengele cha pili ambacho mwenyekiti aliniambia nizungumze na vijana sana. Alitaka nizungumze budget. Na yale majibu nitayaweka pembeni. Nilipata 20% watu nilipata 20% watu 6. Nilipata nataka nizungumze. Unaweza kusoma pale nyuma? Unaweza. Asante sana. Basi una macho mazuri sana. Nitaka nizungumzie budget kidogo kwa vijana, maana niliambiwa tuzungumze. Na eneo hili nitakaa kidogo kwa sababu kwa vijana ni muhimu tukaingia hapa tukiwa na uelewa wa pamoja na tukaweza kuenda pamoja. Labda nianze kuuliza, je, budget ina umuhimu wowote katika kila ambacho unakijua wewe? Na nimeona umuhimu mmeuweka katika asilimia hizi. Kuna mmoja alisema 70, wa juu kabisa ni 70, wa chini kabisa ni 10. Nitakuja kutoa jibu mwishoni kama majibu yote ni sahihi, lakini nitakuja kukuambia usahihi uko wapi baadaye. Lakini sasa wewe ni kijana, uko single, unataka kuanza maisha, unafikiri budget ni muhimu kwenye maisha yako? Aha, napindua swali. Wangapi wana budget ambazo zimeandikwa? Ukiachia wakufunzi na mchungaji. Nyosha mkono. Aha, mwalimu wa Sayuni na wewe. Kwa katika watu wawili tu wana budget ambazo zimeandikwa. Tuwapigie makofi mengi sana, makofi mengi sana. Wangapi wana budget lakini zipo kwenye ubongo wao lakini hazijaandikwa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa 6 jumlisha 2 ni 8. Wangapi wana budget ambao ukiamka asubuhi ndio budget na nani? Watakuwa ni hao wengine wote, si ndio? Kwa hiyo 8 na 2, 6 na 2 ni 8. Tumeongezeka, tumekuwa 21 sasa. Kwa hiyo watu 13 budget yao inategemea ameamkaje. Tukienda kwa jibu ambalo limetoka hapa, hatari juu ya hatari, lakini tutafika pamoja, tutajaribu kujitoa hapo. Na msingi mzuri kwa vijana ambao na washawishi, ni muhimu sana tuwe na budget, na ikiwezekana budget zetu tuziandike. Nitakuja kuelezea baadaye kwa nini. Si lazima iwe 100% sahihi, lakini unapoanza kuandika unaanza kujiwekea framework nzuri ya kufikiria na kwenda mbele. Sasa budget ni muhimu sana kwa sisi vijana kwa sababu yenyewe ndio inapanga matumizi na akiba. Na moja ya eneo ambalo niliambiwa labda nilizungumzie, nitalizungumzia kwenye semina nyingine, ni uwekezaji. Na leo sitaki kuzungumzia uwekezaji kwa sababu tutakuwa tunavuka misingi fulani. Hatuwezi kwenda kuzungumzia uwekezaji kama hatujatoka kwenye bajeti. Lazima tuanze na budget kwanza, alafu ndo tuende kwenye uwekezaji. Ndio sequence inakuwa nzuri kwa maana hiyo. Kwa leo nitaishia kwenye akiba na budget, alafu hapa tukifanikiwa tena kukutana wote tutaenda kwenye uwekezaji. Tukienda kwenye uwekezaji leo tutajaribu kuchanganyana kidogo. Kwa hiyo ndo kusema budget ni nguzo muhimu sana katika utawala bora wa pesa. Mambo 3 nayaleta kwako, uyaandike. Katika maisha ya binadamu yoyote ana mambo 3. Haya yapo dunia nzima, yapo kwa kila mtu. Cha kwanza, kuna mahitaji ya msingi. Binadamu ana mahitaji ya msingi na nitayaelezea. Nguo, chakula, malazi ni mahitaji ya msingi. Hata katika azimio letu la Arusha na katika mwongozo wa uhuru wetu wa kwanza kabisa, Mwalimu Nyerere alisema hivyo. Tunahitaji binadamu malazi, chakula, mavazi, na Biblia imeweka wazi. Ukisoma katika Biblia utaona wanaeleza hivyo. Kiingereza sasa ndio kinatofautiana na Kiswahili, chenye kinaita needs. Needs, yani needs, mahitaji ya msingi ya binadamu. Binadamu anahitaji vitu hivyo 3.
chakula, mavazi na sehemu ya kujihifadhi kwa ajili ya jua kali au upepo, vyovyote vile. Kingine ni matamanio, ndio Kiswahili cha karibu kabisa, au wants. Sasa wants zenyewe zilivyo, usipozipata ufi, na usipozipata maisha yako yanaendelea. Sasa wants ni kitu kama nini? Nitaelezea, na nyie vijana ndo eneo hilo ni zuri sana kwenu. Mfano, kwenda kuangalia sinema Mlimani City sio needs, yani unaweza usife kama uende kuangalia sinema. Kwenda kula chakula KFC kwa kijana sio needs, unaweza usife kwa kutokwenda kula chakula KFC. Sijui niseme simu, labda inaweza nikawa waudhi baadhi ya watu. Kununua iPhone 17 ambaye kwa bei ya Tanzania sasa hivi ni milioni 17 sio needs, sio kitu ambacho unaweza ukafa ukikosa. Na hapa nitakaa sana kwa vijana kwa ajili ya matamanio na pia pressure, tutaizungumza kwa urefu sana. Sisemi maana labda ziko hapa iPhone 17 sio dhambi kuwa nazo. Kama una uwezo kununua, nunua. Kuwa na Samsung S26 sio dhambi, au kila mwaka inapotoka simu sio dhambi kama unaweza kununua, lakini yenyewe sio need, sio kitu cha lazima katika maisha yako. Unaweza ukaenda tu na Nokia ya kitochi, kama ina internet sawa, ukaendelea na maisha. Alafu kuna kingine sasa ambacho kinaenda pembeni, nataka nikilete kwenu, ambacho ni muhimu tukakifikiria katika kila fedha yako unayopata, ni ile akiba utakayoweza kuweka. Ndio maana nilisema nitazungumzia uwekezaji baadaye kabisa, kwa sababu tutachanganya vijana sana, na naona wanachanganywa sana siku hizi. Kuna walimu wengi, unakuja kwa vijana unaanza kuwazungumzia uwekezaji, watoto wa chuo kikuu mwaka wa 4, utawachanganya sana. Hatuwezi kwenda kwenye uwekezaji kama tujaenda kwenye msingi kwanza wa mapato yanapatikanaje na kipi unaweza kuweka, twende kwenye uwekezaji. Kwa hiyo pesa yako unayoipata, nataka nikueleze leo hii, itaenda kwenye hayo mambo matatu. Sasa unaweza ukaamua pesa yote ukaipeleka kwenye needs, hayo ni maamuzi yako. Unaweza ukaamua pesa yote ikaenda kwenye wants, itakuwa ni maisha magumu sana. Au unaweza ukaamua pesa yako yote kuweka kwenye uwekezaji. Lakini sheria ya fedha haisemi hivyo na uhalisia. Kwa hiyo tutaenda katika msingi sasa, tunagawanyaje fedha zetu? Na hapa tunaenda kwenye utaalamu uliofanyika dunia nzima tuweze kuona vitu gani vitafanya. Cha kwanza, nimezungumza mambo ya kuzingatia, nimeshayazungumza hayo. Ya pili, bajeti nzuri inaweza ikawa ina sura gani? Mambo mawili nataka nielete kwenu. Kwanza kabisa, lazima tujue vijana matumizi yetu, nilisema tuyaainishe. Je, yanakwenda kwenye mahitaji ya msingi au yanakwenda kwenye mahitaji ya matamanio, needs au wants? Na hapa tuna confuse sana vijana. Na mimi nilikuwa kijana, niliconfuse pia. Kwa na mimi nilijifunza kwa watu. Kingine, katika bajeti yetu kuongeza kipato. Kwa tuna mambo mawili kwenye budget. Tuna matumizi na mapato. Siku zote unapofikiria budget, fikiria hayo mambo mawili. Kuna matumizi na mapato. Sasa msingi wako wa kijana wa kujijenga, utakapoingia kwenye familia au utakapoendelea kwenda mbele, siku zote kichwani mambo mawili yawepo. Ili uweze kuongeza kiwango cha akiba ambao baadaye inaweza kwenda kwenye uwekezaji, unaangalia mambo mawili ya msingi. Kwanza, unaangalia matumizi yako, kwa sababu mapato toa matumizi ni akiba. Tuko pamoja hapo? Unachopata na unachotumia ni akiba. Sasa unaweza ukapata 10 ukatoa 10. Akiba inakuwa ngapi? Sawa sawa. Unaweza ukapata 10 ukatumia 8. Akiba ni ngapi? Unaweza ukapata 10 ukatumia 14. Akiba ni ngapi? Safi. Una deni la shilingi 4. Kwa umeenda kukopa benki fulani, ukanunua gari, makato ya kila mwezi yanakula paka ule mshahara unaopata, hatua ambayo nisingeweza kushauri unless ule mkopo unaenda kukuzalishia. Hiyo nakwambia fanya haraka sana. Ndio maana nitakuja kuzungumzia uwekezaji baadaye. Na kuna mtu alisema, nafikiri alikuwa ni mwalimu wa kwaya Sayuni, niliandika kwa uhodari pembeni kwamba hataki madeni
ndio maana ameamua kwenda pembeni. Nitakuja kuzungumzia kuhusu madeni na madeni gani ni mazuri na madeni gani ni mabaya siku nyingine, Mungu akipenda, tukionana. Sasa unadhibiti matumizi, lakini cha pili ambacho ni cha msingi, unaweza ukaongeza vyanzo vyako vya mapato. Sasa nataka tupige kura na jibu lolote ni sahihi, na watakuwa watu wa aina mbili tu, A na B. Natoa jibu ambalo wewe lipo kichwani kwako, usimwangalie jirani yako. Ipi njia nzuri ya kuongeza akiba yako katika machaguo hayo mawili? Upunguze matumizi yako au uongeze vyanzo vyako vya mapato? Wangapi wanasema kubana matumizi ni njia nzuri ya kuongeza akiba? Mikono juu. 1, 2, 3. Kwa kubana matumizi, sio? Tumepata watu watatu. Wangapi wanasema kuongeza kipato au vyanzo vya mapato ni njia nzuri zaidi ya kuongeza uwekezaji? Mikono juu. Wote. Paka wale wadada kule wa chai wamejibu. Sawa, nitawaongeza. Kwa hiyo watu 19 wamesema kwamba ili uweze kuongeza akiba yako, angalia sana uongezaji wa kipato chako au vyanzo vya mapato, na wale watatu wamesema ili uweze kuongeza akiba yako, angalia sana matumizi. Majibu yote ni sahihi. Nilisema kwamba inategemea sana background ambayo mtu ametoka na kile ambacho amefundishwa, lakini tutaongea kwa pamoja kuweza kuelesha. Lakini tu na washawishi, mkitoka hapa mjue kabisa moja ya chanzo bora kabisa cha kuongeza akiba yako na kuongeza uwekezaji wako ni kuangalia eneo hili la kuongeza kipato au vyanzo vya mapato. Tutakuja kuelezea baadaye. Ni muhimu sana tukiondoka kama vijana tujue hii. Haina maana usidhibiti matumizi yako. Sasa nakuja kwenye ratio ipi ni nzuri ya kugawanya matumizi ya lazima, matumizi yasiyo ya lazima na matumizi ya uwekezaji. Duniani kuna consensus, kuna kama kukubaliana kwamba hii ndio best ratio, 50-30-20. Na hata mataifa yanashauriwa mlengo huo na taasisi kubwa za kimataifa kama World Bank zinajaribu kushawishi mataifa yawe hivi. Sasa ili nchi iwe maskini au tajiri, tafuta kwenye mitandao, utaona nchi gani ni tajiri au nchi gani ni maskini. Angalia akiba ambayo nchi ile inayo. Ukishaona akiba ya nchi tu, unajua nchi ni tajiri au maskini, au ni tajiri au inayoendelea. Wewe unaulize swali, lakini swali la kawaida tu. Tanzania tuna akiba ya kula miezi mingapi kama nchi? Jibu lolote jibu tu. Tanzania sasa hivi tukasimama hapa tukaambia imeingia corona, hamna kinachoingia na kutoka, hamna mtu anaingia na kutoka, tutakula hela yetu ya akiba ambayo Samia ameiweka kwa muda gani? Tuna madini ndio, nasema akiba inachukulia situation ambayo vitu vimesimama. Madini yako huwezi kuuza kwa sababu hamna ndege inayotoka wala kila nchi haitaki. Sawa, tuna madeni najua. Nasema akiba yetu, acha madeni. Madeni ni muhimu. Nitakuja kwenye madeni, mimi ni eneo langu hilo. Katika watu ambao wanashawishi sana tukakope, mimi ni mmoja wapo kama nchi, lakini tusiache hiyo kwa hapa, tukae kanisani kwanza. Nasema hivi, tuna akiba ya miezi mingapi? Mbona nataka kutoa majibu? Yes, ni wa Tanzania bana. Hizi habari lazima mzijue, Miezi 3 mpaka 6. Asante. Mwingine? Mafuta tunayo miezi mingapi kutumia? Walisema miezi 3, si ndio? Sasa na nyinyi mtakuja kuwa Tanzania na kina Neema, mfundishe sana watoto, tuzalishe sana. Tuna akiba ya kula miezi 4 na siku 11 tu kama nchi. Yaani ikitokea dunia imesimama, ikifika mwezi wa 5 hapa hamna kama nchi. Lakini unapokwenda nchi kama Norway, wana akiba ya miaka 35. Endelea. Ndio. Ndio. Siku 11.
wote wamejumlishwa. Yaani hata aliyezaliwa jana Muhimbili ameingizwa. Ni kama kusema hivi pato la taifa wanasemaga. Unyasikiaje wanasema wastani wa pato la Tanzania kila Mtanzania sasa hivi ni dola 900 ambao ni milioni 2.1. Kwa kila Mtanzania kwa mwaka anapata milioni 2.1. Sasa swali unasema Bakresa naye anapata milioni 2 kwa mwaka, sio kweli. Bakresa anapata labda bilioni 500, isipokuwa sasa wanachukua mpaka yule mtoto wa siku moja. Wanachukua hela iliyopo wanagawanya kwa vichwa vyote vilivyopo. Sasa kunaanza kuwa na walimu wa hesabu watakuwa wanajua wakina Neema, inaanza kwenda kwenye law of average, alafu inaanza kusambaa. Sasa ukishatoka kwenye average inaanza kwenda kwa wale ambaye ana kingi sana, yule ambaye hana kabisa, ukiwajumlisha unapata average. Kwa najibu swali lako, hata yule ambaye yupo Nyarugusu, hata yule ambaye yupo Tarime, hata yule ambaye yuko Lindi ndani kabisa kule hamna simu inafika wala umeme, naye amejumlishwa. Nasema wastani wa miezi 4.11 na siku 11, kuna watu wanaweza wakaishi miaka 2. Kuna watu wanaweza wakaishi miaka 6. Lakini wengi maskini miezi 4 na siku 11 kutakuwa hamna kitu. Nani ategemea bajeti ya serikali? Ndio nasema nani ategemea bajeti ya serikali? Sasa hamna mtu ambaye ategemea bajeti ya serikali. Unaitegemea bajeti ya serikali isipokuwa unaweza usione moja kwa moja. Nitakupa mfano mdogo sana. Leo hii serikali ikisema kwamba inaweka shilingi 100 kwenye kila dakika moja ya simu, wewe utalipa kwenye simu, lakini ile pesa ya serikali. Kwa nini? Ili ipate pesa ikanunue dawa. Kwa hiyo wewe unapoenda zahanati sasa pale Lindi mjini au Lindi kijijini, wewe unaitegemea serikali. Japo haijakuja kwako kuchukua hela mfukoni, lakini ilichukua hela kinyume. Kwa amna mtu na hiyo ndio vijana tunawaambia ni kwamba tuwe very positive tunapoenda kwenye maendeleo yetu. Hakuna mtu asiyitegemea serikali duniani. Sasa kuna ile moja kwa moja au sio moja kwa moja. Kwa sababu unaichangia serikali sana. Hata hapa nafikiri tukimaliza muda huu tutakuwa tumeichangia serikali. Nimeona kuna maji, nimeona tumekunywa kahawa, nimeona kuna maandazi na nini. Kwa leo tu Neema na hawa Neema wawili na mchungaji kuidhinisha matumizi ya chakula hapa, kuna hela tumeipeleka serikalini. Haionekani moja kwa moja, yani kwa macho kwamba ile imeenda, lakini imeweza kwenda kule. Neema amesema na umeme huu baadaye italipwa bili ya umeme, kwa tumeichangia serikali. Sawa. Kuna swali lingine ulikuwa unauliza. Nimejibu kitu gani bwana? Si unipigie makofi bwana. Kitu gani nimejibu bwana? Ndio. Onacho ndio. 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 Si wanategemea kwa sababu lazima siku moja atapanda bodaboda kwenda labda kwenye harusi kijiji kingine. Tayari ameshaichangia serikali hela fulani. Kwa hiyo anategemea. Masai anatembea, lakini nimeona Masai siku hizi wana redio, wanasikiliza. Nimeona Masai siku hizi wana simu. Na huyu naye ni Masai, ana simu tena, ana saa ya gold hapo, anania gold. Kwa hiyo Masai wanategemea. Lakini wanauza nani ng'ombe. Mimi naenda sana Minadani. Wakiuza ng'ombe pale siku ya kuuza, kuna afisa wa kijiji anakaa anachukua shilingi 5,000 kwenye kila ng'ombe anayeuzwa. Serikali inachukua 5,000 kwenye kijiji katika mnada ule. Kwa hiyo Masai naye analipa kodi, japo sio kodi ambayo inaonekana. Wanaita ushuru wa kijiji, sehemu ambayo mnada wa ng'ombe unafanyika. Kila ng'ombe shilingi 5,000. Nafikiri mbuzi shilingi 3,000, kondoo shilingi 3,000 pia. Nafikiri kuku ndo achajiwi hela kuku. Kitu kama hicho. Na haya, Neema ameongeza na bata. Na bata naye nafikiri achangiwi pesa kwa maana direct. Kwa hiyo nataka vijana niwaambie, hii ni 50 30 20. 50 lazima ende kwenye matumizi yako ya msingi, ambao lazima, nimekuambia, pakulala, pakula na pakuvaa. Itaenda hapa. Alafu 30 inaweza kaenda kwenye wants. Sasa hapa ndio kwenye mtihani mzuri sana. Ukiweza kuipunguza hii, unaweza ukaiongezea hapa au ukaiongezea hapa. Wangapi hapa wanasoma uchumi? Wanafunzi wa economics?
au waliomaliza uchumi. Mnajua kuna kitu kinaitwa disposable income na discretionary income, mnajua? Basi nitawaelezea kidogo. Ukishapata mshahara wako tu, ukakatwa kodi ya serikali, ukaingia kwenye benki, ile inaitwa disposable income. Pesa inayopatikana kwako wewe kwa ajili ya matumizi. Sawa eh? Kwa ikiingia benki tu hela yako ya mshahara, ile disposable income. Pesa ambayo ipo kwako wewe. Sasa unapoanza kwenda kwenye matumizi ya msingi, ukichukua mshahara wako ukatoa matumizi ya msingi, unabakia na discretionary income. Yaani pato ambalo sasa matumizi yake ni wewe unaamua mwenyewe. Discretion inatoka na neno discretion. Sasa hapa ni discretion kuanzia hapa kwenda hapa. Kwa hiyo ndo kusema unaweza ukawekeza mpaka 50% ya mapato yako. Unaweza. Hapo sasa naashumu kwamba hautakula baga pale KFC, yani hautakwenda sinema, hautanunua bando la internet la kuangalia movie na kadhalika. Lakini sasa dunia haiendi hivyo, maisha lazima yaendelee. Unaweza ukatumia 10%, 20, 30. 20 vyovyote vile ilivyo, na hiyo muiandike. Vyovyote vile ilivyo. Vyovyote vile ilivyo, andika hiyo sentence. Vyovyote vile ilivyo, akiba yako kutokana na mapato yako isipungue 20%. Vyovyote vile ilivyo. Ije jua, ije mvua, isipungue 20%. Tena kwa nyinyi ambao ni single, nafikiri na ninawashawishi, unaweza kuipandisha mpaka 40%. Utakuja kuniuliza kwa nini, nitakupa jibu. Unaweza kuipeleka mpaka 50. Utakuja kuniuliza kwa nini, nitakupa jibu. Kwa sababu kwa nyinyi ambao ni single, hamjaingia bado kwenye familia, matumizi yenu bado ni madogo kabla hamjaingia kwenye familia. Mtakapoingia kwenye familia, matumizi yatakuwa makubwa sana. Na huenda kipato kisipande kwa wigo ule wa matumizi. Kama leo unakaa chumba kimoja na sebule, ukioa tu sawa, utakaa chumba kimoja na sebule, lakini haitapita muda mrefu sana, lazima utafute vyumba viwili na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Sasa matumizi yanaongezeka. Na sio kwa ubaya, lakini nitazungumza na wanaume kidogo, na sio kuwatoa nje ya mada, lakini kuwajenga ili muweze kujua. Na ni muhimu sana kwa vijana hasa wa kiume, utakapooa ujue kabisa wewe ndio una jukumu la kuendesha ile familia. Kwa hiyo hata kama mke wako anafanya kazi, haijakuondolea jukumu la msingi la wewe kuendesha familia. Kwa hiyo ujue kipato chako ambacho kilikuwa kinashughulikia mtu mmoja kitaanza kushughulikia watu wawili. Vijana wa kiume, naomba muondoke na hilo. Tusije kuwa na vikao vya wanaume ambavyo havina msingi. Kwa hiyo kama wewe unapata 1,000,000 mshahara na mchumba wake utakao umuoa siku ya ndoa naye anapata 1,000,000, ujue kabisa kipato cha familia ni 1,000,000, sio 2,000,000. Ukae ulijue kichwani hilo, litakusaidia sana katika siku za mbele za maisha yako. Kwa sababu jukumu la it's very important, kwa sababu tumeanza kuona vijana ambao wanaenda kuoa wakitegemea mke ndo aendeshe familia. Mzee unaendesha gari ambalo lina breki, siku likigonga hilo kurudi kwake nyuma inakuwa vigumu sana. Mwanaume ndio labda tukaenda vijana wa kiume, sikutuongea tukiwa wenyewe. Mwanaume wewe ndio utakuwa msingi wa familia. Haina maana mwanamke hawezi naye kuchangia, haina maana hiyo. Na wanawake wengi wanafanya kazi kubwa ya kuchangia, lakini kiongozi ni wewe. Kwa hiyo ukipata 1,000,000, mke wako akipata 1,000,000, kipato cha familia ni 1,000,000, sio 2,000,000. Uwezo kumjali mke wako. Hujanunua luku leo, unampigia mke wako kazini, mbona luku hujanunua hapa? Luku ni juu yako wewe mwanaume bwana. Kwa hiyo twende kwenye budget sasa. Cha kwanza, dondoo chache nataka niwape. Orozesha mapato yanayoingia. Hiyo ndio ya kwanza kabisa. Kwa hiyo utaorozesha mapato yanayoingia. Ukiwa na kipato zaidi ya kimoja, na shauri ndio njia bora zaidi. Ukiwa na vipato vitatu, Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na vipato 4, excellent. Ukiwa na vipato 5, upo katika barabara ya utajiri mkubwa sana. Kwa hiyo orozesha mapato. Sasa mapato yanatokana na nini? Mshahara wako na kazi yako ni mapato. Lakini pia unaweza kupata faida kwenye biashara. Wewe unafanya biashara, labda unafuga kuku au umewekeza sehemu, nayo ni mapato, yaingize hapo unapoanza bajeti yako. Okay? Ya pili, orozesha pesa zinazotoka.
au gharama. Tutaorodhesha gharama. Na utaorodhesha katika matumizi niliyokuambia, matumizi ya msingi. Hapa nimefafanua sasa. Needs, chakula, mboga, usafiri ni matumizi ya msingi utaorodhesha. Utaorodhesha kodi, umeme, simu, ulipaji wa mkopo, bima utaorodhesha. Utaorodhesha mavazi, ada za shule, usajili wa gari, gharama za matibabu utaorodhesha. Sawa, alafu utakuja utaangalia hela yako ambayo unaipata katika statement yako ya mtandaoni. Kama siku hizi mashirika ya simu yanatoa monthly statement, benki inatoa statement. Zile gharama zako utazijua ni za nini na zinakwenda maeneo gani katika mpangilio ule ambao nimekupa. Nimebakiza dakika 14, taenda haraka. Sasa unakuja kwenye eneo lingine muhimu sana. Nitamtumia mwenyekiti wenu table ambayo inaweza ikawasaidia baadaye. Unakuja kulinganisha sasa. Kazi hii uifanye kwa moyo na Roho Mtakatifu awe na wewe, usidanganye. Linganisha mapato yako na pesa inayoingia. Kazi hiyo unaifanya wewe mwenyewe. Linganisha. Karibu sana. Semina yetu inajaa vizuri sana, karibu. Wewe mwenyewe utalinganisha kinachoingia na kinachotoka. Na unaamua unachoweza kukata au kupunguza. Na neno la msingi ambalo nimeli highlight ni hili hapa. Ukishakubaliana na bajeti yako, usifanye iwe ngumu sana wewe kushikamana nayo. Yaani isije ikawa itanda kitu kigumu wewe kukitekeleza. Tengeneza bajeti ambayo wewe mwenyewe utaweza kuendana nayo kutokana na mahitaji yako na hali yako na kipato chako. Usitengeneze budget, naweka maonyo hapa. Usitengeneze budget kutegemea mfanyakazi mwenzako wa kulia au wa kushoto. Usitengeneze budget kutegemea ndugu zako. Usitengeneze budget kutegemea majirani zako wala chochote kinachofanana na hicho. Tengeneza budget kutokana na wewe mwenyewe. Ndio kusema tunatumia mfano sana. Watu wawili katika ofisi moja wanaopata kipato sawa, unaweza ukawapa miaka 10, ukaja ukawaangalia, ukakuta kwamba unafikiri mmoja alikuwa anapata mara 5 ya mwingine au mmoja alikuwa anapata mara 5 chini ya mwingine, kutegemea maamuzi watakayoyafanyia na ile pesa yao wanaoipata, mambo mengine yote yakiwa sawa. Alafu mwisho, sio kwa ubaya au muhimu, weka lengo la akiba unataka kuweka. Mfano, unaweza kusema mwaka huu nataka ni save milioni 6. Mfano nasema tu. Sasa kwa ajili ya budget, na hapa ndio habari njema, anza kidogo kidogo. Kuanza kuweka hela nyingi mwanzo inaweza kuwa ngumu kwako, lakini anza kuweka kidogo kidogo mara kwa mara na itaongezeka muda. Budget ni discipline. Inabidi uanze na discipline. Ndio maana unasikia kwamba fulani ni tajiri Kariakoo lakini mchana anatoka na chakula nyumbani. Hali chakula cha kuagiza. Yeye amejiwekea lengo kwamba mimi nitadhibiti matumizi yangu ya chakula. Nitakuwa natoka na chakula nyumbani kwenda kula nacho, nisinunue chakula cha bei ghali, lakini pia ubora wa afya. Au wengine unakuta kwamba angekuwa na uwezo wa kupanda business class kwenye ndege lakini anapanda economy, wote mnafika pamoja, ndege ni ile ile, ili aongeze lengo lake la akiba. Sasa akiba ni wewe na wewe utakavyoamua. Na hapa unaachia baadhi ya makabila tunayatoa. Maana kuna baadhi ya makabila wao wenyewe bajeti ni ipo kwenye damu. Mimi sizungumzii hao. Na sizungumzii kwamba ujibane hata usila usinunue nguo, sina nia hiyo. Hiyo ni tabia za baadhi ya makabila. Tuige kwenye kuweka akiba, lakini tusiige kwenye kujibana sana mpaka nywele zinabadilika rangi. Tusiende huko. Yaani tuweze kuishi vizuri lakini tuweze kuweka. Na kuna makabila yanafanya vizuri sana kwenye eneo la akiba. Ukimfuata Profesa Olomi atakueleza kwa utafiti aliofanya. Ndio. Sasa ndio hapo nimeaonya sasa. Yule mtu ambaye unafikiri wewe unamuimpress hakupendi. Kwa hiyo wewe ukifanya kitu kwa ajili ya kuurigia huyo mtu hakupendi, unapoteza muda, sawa? Kwa hiyo ikiwezekana, hii nawashauri vijana baadaye mfanye. Na watu wanafanya.
kuwa na akaunti mbili tofauti, na hii nitawashauri mfanye sana kipindi kile mtakapoanza labda ujenzi huko mbele, Mungu atawajalia wote mtajenga, uwe na akaunti mbili. Akaunti moja ni ya mradi, akaunti moja ni ya matumizi, ili akaunti yako uweze kuitrack. Nimeingizia kiasi gani, nimetoa kiasi gani, mradi wangu cost kiasi gani. Kwa hiyo unaweza kuwa na akaunti mbili. Akaunti moja ni ya matumizi ya kila siku, mshahara wako unaingia, una mega hela kidogo, unaweka akaunti nyingine ya akiba. Kwa ile akaunti ya akiba haiguswi labda kuwe na kitu kimejitokeza, na nimesema nitakuja kuzungumza baadaye matumizi yako ya pesa unataka kuyapeleka wapi na kwenye eneo gani. Lingine ambalo nataka niwashauri, kadri inavyowezekana usilipe bili zako kwa mara moja, lipa bili zako taratibu kama kuna uwezekano huo. Wale ambao wana umeme nyumbani ambao ni wabili mpaka sasa hivi hawajabadilishiwa luku, ni eneo zuri kwao. Ile bili ikija usiharakishe kwenda kuilipa, ichelewe kwenda kuilipa kidogo, ili pesa ukae nazo wewe zaidi kuliko TANESCO. Ikifika mwishoni unataka kukata ndio unaenda kulipa, ile pesa inakuwa imekuzalishia wewe pesa kidogo. Lakini tunasaidiana, ikiwa bado kuna mambo yatahitajika kwenye bajeti, mwenyekiti wenu yupo, makamu mwenyekiti yupo, tuulizane pamoja, tuweze kwenda pamoja ili tuweze kusaidiana kwamba unawezaje kijana kuweka akiba na kwenda katika maendeleo ambayo unayategemea. Tulianza na maswali matatu. Tulianza na swali la kipato, kama unapewa milioni 4 kila mwezi au milioni 50, tumeweza kulijibu pamoja hilo swali vizuri sana na tumepata jibu lake mahususi. Tuliingia kwenye swala la budget, tuweke kiasi gani. Tumepata pasipo shaka kwamba kumbe kiwango cha chini kabisa cha kuwekeza ni angalau 20%. Ukiweza nenda zaidi ya hapo. Na tulisema kwamba msingi wake ni huu hapa, gawanya mapato yako katika maana hiyo. Na budget tumekubaliana kabisa kwamba lazima bajeti zetu kadri inavyowezekana tuweze kuziandika. Inaweza isiwe 100% sahihi, lakini anza kwa kuiandika. Hata kwenye bahasha, nyuma ya bahasha andika tu kwamba mimi mapato yangu ni haya hapa, matumizi yangu ni haya hapa. Ukipiga unafikiri kwamba kuna hela fulani inaweza kubakia. Ikiwa ngumu, fungua akaunti ya pili, kama ni akaunti ya kwenye simu au wapi, ya kuweka akiba tu, akiba tu, akiba tu. Akiba inakuja kuwa ya maana sana muda unavyokwenda mbele. Akiba inakuwa ya maana muda unavyokwenda mbele. Itakuwa ni swala la muda, lakini consistency na discipline itakusababisha uwe na kipato kikubwa, na baadaye tutakuja kuzungumza unaweza kuifanyia nini akiba yako. Tulianza na haya maswala matatu, nataka nirudi pale ndio nilivyofundishwa kwamba ili ukimaliza topic tuweze kwenda pamoja. Sasa narudi hapa, sikuijibu hii. Kipi kigumu? Badala ya kuzungumza mambo ya budget, kuna mtu anataka kubadilisha swali lake au jibu lake? Nilipata watu wawili walisema kupata pesa ni kugumu, 4 walisema kutunza pesa ni kugumu, 12 walisema kukuza pesa ni kugumu. Kuna mtu anataka kubadili jibu? Nyosha mkono. Yaani pamoja tuzungumze bajeti yote, tumezungumza dakika 15, hutaki kubadili jibu. Sasa nawaambia habari njema ambayo itawashangaza sana. Katika hivi vitatu naanza na kitu rahisi kabisa. Kupata pesa ni kitu rahisi kuliko vitu vyote. Kwa yule yoyote ambaye alisema kwamba kupata pesa ni kigumu, tukitoka nje ya chumba hiki toa hilo wazo. Kupata pesa sio swala gumu. Kupata pesa ni kitu rahisi kwa sababu kuna vyanzo vingi vya kupata pesa. Unaweza kuwa mkulima, ukawa mfugaji, ukawa mwajiriwa, ukajiajiri, kadhalika kadhalika. Kupata pesa sio kitu kigumu sana. Kwa hiyo wale 4 nataka kuwashawishi wahamishe jibu lao hapo, wapeleke hapa au hapa. Na kwenda tena, zile skills ambazo zilikusababisha upate pesa sio skills ambazo zitakupa utunze na ukuze pesa. Ndio maana nilisema tutakuja kuzungumzia uwekezaji baadaye, sio muda wake, kwa sababu tunachanganya vijana, na nimeiona hiyo inafanyika sehemu nyingi Tanzania na duniani. Vijana wanachanganywa. Sasa mimi sitaki niwachanganye, mimi nataka niwajenge kupitia kazi kubwa ambayo kamati yenu inafanya. Kupata pesa ni hatua ya kwanza, tumeizungumza hapa. Hatua ya pili itaenda kwenye kutunza pesa, na hatua ya tatu itaenda kwenye kukuza pesa. Skills hizi 3 ni tofauti.
Yale ambayo husababisha upate pesa sio lazima yatakupa wewe skills za kutunza au kukuza pesa. Na nakubaliana, nimefurahi sana. Wengi walisema na ni sahihi. Kukuza pesa ndio swala gumu zaidi kuliko masuala yote. Kupata na kutunza sio pagumu sana, na hata Biblia mheshimiwa amekuja, kwa muda wangu unazidi kwenda kabla sijakabisa maswali. Hapa nawapa mfano mmoja rahisi sana na nyie mnaujua na mlisoma Biblia na mnasoma Biblia. Mnakumbuka mfano tunautumia sana. Mnakumbuka yule bwana mmoja alisafiri akaenda nchi ya mbali sana. Mnamkumbuka mumkumbuki? Sio bwana, actually Biblia ya Kiingereza inasema a wealth man, tajiri alisafiri kwenda nchi ya mbali. Akawaita watu wangapi? Akaita watumishi wangapi? Mbona sasa tutaki kujibu? Tulisema tujibu. Wangapi? Mmoja akampa ngapi? Mwingine akampa ngapi? Mwingine akampa ngapi? Sawa, nataka tuilete hapa ili wakati namalizia kabla ya kumalizia. Kwa hiyo alivyokuja kwa yule watano, alipata ngapi? Alipata 10. Yaani yule bwana alimzalishia 5 zaidi. Alivyokuja kwa yule wa pili alipata ngapi? Ina maana alizalisha ngapi? Yule wa mwisho wa moja alipata nini? Alipata nini? Sasa hapo tukizungumza hapa tunaweza tukapingana na wachungaji, lakini ngoja niwe radical kidogo. Kwani yule bwana alifanya kosa gani? Si aliachiwa moja akamrudishia yake moja? Si alitunza? Kosa lake lilikuwa nini? Kuzalisha. Yesu naye anataka watu wazalishe. Kwani Yesu si anaishi mbinguni? Kwa nini alitoa mfano watu wazalishe hapa duniani? Kwa nini alifukuzwa? Manake mimi wewe ukija nyumbani kwangu kaniachia milioni 10, baada ya mwaka mmoja na nusu kaja nikupa milioni yako 10, unashukuru Mungu au utashukuru Mungu? Nataka kubadilika sawa, nataka kama mfano wa Yesu. Kwa nini hamtashukuru Mungu? Si nimekurudishia hela yako. Kuna somo kubwa katika mfano ule tunalitumia katika dunia tunapozungumza na watu. Yule bwana actually hakutunza pesa. Na hilo ni swala sala madhabahu tutakuja kulizungumza. Yule bwana alipoteza pesa ya bwana mkubwa wake. Pamoja kwamba alirudisha kama alivyopewa. Mambo matatu alifanya. Cha kwanza, alienda akaichimbia sehemu. Hizi zilikuwa ni kama coin za gold hivi au silver. Kwa hiyo unaweza ukazihifadhi sehemu. Cha pili, Biblia haijasema lakini wanatheolojia wanajaribu kukubaliana kwamba yule tajiri alikaa zaidi ya mwaka mmoja. Safari yake ilikuwa ni ndefu ya zaidi ya mwaka mmoja. Alirudi kama baada ya mwaka, wengine wanasema miaka 3. Hakurudi leo na kesho. Na Yesu akasema, wewe haukuweza kwenda kuwapa hata wakopeshaji wa mjini ile pesa ukaiacha huko ili nikirudi hiyo imezaa kidogo? Mnasoma Biblia, msoma Biblia jamani. Yesu hakusema hiyo. Kumbe pesa inayokaa bila kuzalishwa, na swala la tatu nalileta kwenu, inapoteza thamani. Shilingi ile moja aliyoiacha yule bwana mkubwa, ile talanta moja aliyoiacha yule bwana mkubwa, mwaka mmoja na nusu au 3, wanatheolojia hapo wanabishana ni miaka mingapi. Alivyokuja bwana mkubwa haikuwa na thamani ile ile tena, kwa sababu bwana mkubwa asingeweza kununua vitu vya pesa ile ile katika muda ule. Kwa ilipoteza nini? Sasa tutakapokuja siku nyingine, mwenyekiti aandae tutoke hapa. Hapa tumeshaelewana vizuri. Hapa tumeshaelewana vizuri. Nimekuambia pata pesa, weka akiba, itakuwa hapa. Sasa twende kwenye kukuza pesa. Kwa sababu itakuwa ni eneo muhimu sana kwa kwa kijana. Tufundishane jinsi ya kukuza hiyo pesa. Akiba peke yake baada ya muda. Waswahili wana msemo mmoja ambao tunaupinga sana. Katika duru zetu za fedha tunaupinga. Wanasema akiba haiozi. Akiba haiozi. Ni sawa ukiangalia haraka haraka inasema sawa. Lakini nikikupa wewe wali na maharage leo usiku, ukauweka kwenye chumba, tulije kula baada ya siku 4, tutakula wali na maharage? Kwa nini hatutakula? Kumbe akiba inaozaga haiozi. Nimekuambia tumekupa wali maharage tumeweka kwenye chumba, siku 4 tunakuja tunakula, tunaweza tukaula. Lakini nikakupa wali na maharage ukauweka kwenye friji, tukaja baada ya siku 4, tutaula au utaula? Naleta wazo kwenu, akiba inaoza.
akiba inayotunzwa vizuri haiozwi. Nataka muondoke na hilo wazo. Akiba inayotunzwa haiozi. Tutahama hapa kwenye siku nyingine ambayo tutakutana. Sasa nina dakika 10 tu za kujibu maswali yenu. Naomba nijibu maswali ili nikabidhi kwa rafiki yangu, dada yangu ambaye yeye na mimi natamani nikae nisikilize anachotufundisha kwa sababu ana topic nzuri sana mbele inakuja. Naomba nipokee maswali, majibu na maoni yoyote katika eneo hili ambalo tumelizungumza kwa dakika karibu 40 zilizopita. Unanyosha mkono tu, haina hata haja kusema jina lako alafu unauliza katika mambo haya matatu ambayo nimejaribu kuwashawishi asubuhi ya leo. Uliza tu. Ile mic okay, mic ameondoka. Microphone iko wapi? Nafikiri imezima. Nimeiwasha. Twende haraka haraka. Swali langu ni kwenye ile ratio uliotoa, ratio ya 20 umesema ni ratio ya akiba au uwekezaji. Je, ndani ya hiyo 20 akiba ni % ngapi na uwekezaji inakuwa ni asilimia ngapi? Asante, swali zuri sana. Zuri mno. Assumption ni kwamba akiba yako yote itaenda kwenye uwekezaji. Kwa hiyo katika ile 20 ulioweka akiba, tutaipeleka yote kwenye uwekezaji. Akiba ndio msingi wa uwekezaji. Kwa sasa hivi bakia na hiyo, asilimia 20 ni akiba kwa ajili ya uwekezaji. Na nilisema tena narudia, 20 ni minimum. Nyinyi vijana ambao hamjaoa na kuolewa mnaweza mkasave mpaka asilimia 40. Mkiingia kwenye ndoa kiwango kitashuka kwa sababu mtaingia kwenye majukumu mapya. Na nimewaambia vijana hasa wa kiume, ukipata milioni 1 mshahara na mke wako akipata milioni 1 mshahara, kipato cha familia ni milioni 1, sio milioni 2. Tunza hiyo kichwani kwako kijana wa kiume. Twende. Swali. Maswali yameisha. Haya, yale maswali yetu matatu naomba nipate sasa mkono. Kama tujaelewana niendelee kukaa, kama tumeelewana tutakuwa tumeelewana vizuri. Swali la kwanza nililileta, tumelijibu. Wanaosema 100% tumepata jibu, tunyoshe mkono. Wanaokubaliana na tulioongea katika vitu vitatu: kupata pesa, kutunza pesa na kukuza pesa, tumelijibu 100%, mikono juu. Wote wameelewa. Kasoro wale wawili walikuja kidogo mwishoni, wataelewa. Budget inatakiwa kuwa na asilimia ngapi? Tumeelewana wote. Kuchagua kati ya viwili hivyo vyote tumeelewana. Kipi hatujaelewana? Mwenyekiti, nashukuru somo langu limeeleweka. Mungu awabariki.